Na maajenti wote wa mabasi ya mkoa wa Dodoma yanayopita hapa na yanayoanzia hapa pamoja na wenzetu wa LATRA na meneja wa stendi. Lengo kubwa ilikuwa ni kuwakumbusha wajibu wao na majukumu yao. Wasimamie magari yao. Kipindi hichi abiria wanakuwa wengi, wasikate tiketi nyingi kuliko uwezo wa makampuni yao. Wahakikishe wanawahudumia abiria kupitia tiketi mtandao. Wahakikishe mabasi yao yote yanapita hapa. Wahakikishe mabasi yanayekuja hapa yote yawe mazima. Kutokana kuna mfumuko wa abiria, kwa hiyo wao wanafumua magari mabovu. Kwa sababu walishakata tiketi wanakuwa hawana jinsi. Kwa hiyo yote hayo tumewakumbusha wasimamie wajibu wao, customer care nzuri, wawashushe watu katika vituo sahihi. Na sisi kama jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani Dodoma, tumejipanga vizuri. Tutaendelea na highway patrol za mchana na usiku, na tutahakikisha mabasi yote yanapita hapa, mabasi yote yanakaguliwa. Hatutokuwa na mwanya wa kutoa kwa mabasi ambayo mabovu yanayekuja kutokana na mfumuko wa bei na abiria yafanye kazi. Tutahakikisha bei stahiki inakatwa na mabasi mabovu yote yanakaguliwa na hayataruhusiwa kuondoka, na mabasi yanayoanzia hapa yote yatakuwa mazima na yatakaguliwa. Kama kuna changamoto za wingi wa abiria, overspeed, tuna chumba chetu hapa tunaangalia mfumo wa VTS, tuhakikishe mabasi yote yanayopita hapa yanayotembea speed stahiki. Kwa hiyo yote hayo tutayasimamia. Kwa hiyo na ninatoa wito kwa wakazi wa Dodoma na wenyewe wakate tiketi katika njia sahihi na ofisi sahihi, wasije wakatepeliwa kutokana na mfumuko wa wingi wa abiria unapojitokeza. Sisi tuko pamoja na wao, tutafanya kazi masaa 24 kuhakikisha Dodoma yetu inakuwa shwari. Wito wangu kwa hawa maajenti wanaoongeza bei, kama nilivyosema, tutachukua hatua kali sana kushirikiana na wenzetu wa LATRA pamoja na meneja na sisi wenyewe. Kwanza sisi kama jeshi la polisi, kama nauli ya kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma ni 20,000, wewe ukasema 30,000, umejipatia hela kwa njia ambayo sio halali, tutakuchukulia hatua. Hilo ni kosa la jinai la moja kwa moja la wazi, bila kumumunya, halina mjadala. Bei ikiwa stahiki, hata wale abiria kesho na kesho kutwa lazima warudi, lakini abiria ukiwa umempandishia bei leo kwa gari ikiwa ni mbovu, ikisumbua, kwanza barabarani, cha kwanza msumbuliwa na LATRA, umemwandikia bei 35 nauli, unakuta gari ni semi luxury, kwa hawezi kuwa ni picha nzuri. Kwa elimu tuliopewa siku ya leo, tumejifunza vitu vingi, kuacha kwanza tamaa za muda mfupi, kwa sababu kipindi hiki ni kipindi kifupi zaidi cha abiria hawa wanaokuwa wako wengi, kwa sababu ni shule tu zimefungwa na kufunguliwa. Baada ya hapo tunarudi katika hali yetu ya ile kila siku. Kwa elimu tuliopewa hii, kuna vitu vingi tumeweza kujifunza siku ya leo. Pengine wito wako kwa jeshi la polisi kwa kutii kikao hichi na kutambua mchango wenu kama nyie mawakala, nini hasa neno lako kwa jeshi la polisi? Sisi tunawashukuru sana. Kwanza jeshi la polisi tunashukuru sana kwa sababu kwanza kwa kuzingatia na kuwapa thamani kwanza hata abiria wetu pia, kwa sababu kwamba wenyewe kuona jeshi la polisi kuona kwamba nauli hizi tunazokuwa tunapandisha mara kwa mara sio sahihi, hadi wenyewe kuingilia kati ni jambo zuri. Kwa kufanya hivyo inaweza kusaidia hata abiria wetu kuendelea kuwepo na kuja mara kwa mara stendi na kuingiza pato la taifa. Sisi kwa neno moja tu kwa jeshi la polisi ni kuendeleza kuimarisha tu usalama barabarani kwa kuwapa elimu na madereva wetu pia, sababu kipindi hiki ndio unakuta ajali zinakuwa nyingi nini. Kwa waendelee kuwapa elimu na sisi pia kuendelea kupewa elimu kama hivi kwa nauli na kwa customer care, ili kusudi kuendelea kuwa na huduma bora.